watu walipwe wenye waliumia katika maandamano, wote walipwe, na wale watu wenye walipoteza mali yao katika maandamano walipwe, na ile agenda zote zenye Raila alienda nazo zishughulikiwe, IEBC itakuliwe. Bunge nalo la hapa Shababu limeonelea tena mambo hiyo ya CCTV iweze kutumika kwa traffic, na traffic kama inaweza kuweka CCTV katika hizi highway na katika barabara zenye ziko mjini sana sana Nakuru, Nairobi, Eldoret, zitaweza kupunguza mambo ya ajali, na vile vile tutapata nafasi za kazi kwa wingi. Tuliona juzi tukisema kwa kaseti ya kwamba pesa ilipotea kwa mkono ya rais mwenye alikuweko wakati ule, na huyo rais hajachukuliwa hatua yoyote kuhusu hiyo pesa, hajaulizwa kitu yoyote kuhusu hiyo pesa. Kwa hivyo hata sisi tunaona rais mwenye ako mamlakani ama serikali yenye iko mamlakani haishughuliki vyema sawasawa vile inavyotakikana, kwa sababu mwenye anapatikana na kasifa lazima aulizwe. Hakuna kushindana na ndovu. Watu walipwe wenye waliumia katika maandamano, wote walipwe, na wale watu wenye walipoteza mali yao katika maandamano walipwe, na ile agenda zote zenye Raila alienda nazo zishughulikiwe, IEBC itakuliwe, vile vile katiba irekebishwe, na mambo yote ishughulikiwe vile wananchi waliona akiingia huko. Jina langu Peter Andai, na bunge la wananchi hapa Shababu. Vile vile ningependa kuongelea kwa mambo ya trafiki. Katika nchi yetu hii tunaona ajali mingi sana zimetokea katika barabarani na zinapoteza maisha ya watu wengi sana. Tumeona mawaziri wengi wakikuja hapo, na wengine wanatoa sheria kali, na vile vile polisi wanajaribu kufanya kazi kwa kuangalia hiyo, lakini hawajapunguza mambo ya ajali barabarani, na hiyo inaumiza sana, mambo ya ajali kila pahali. Tulikuwa na shida kama hii kwa upande wa makaidi ambao walikuwa wanahangaisha watu katika street na kunyang'anya watu kwa maduga, kupiga watu kwa njia, na tuliona wakati wa CCTV zimekuja zikaanza kupunguza hiyo uhalifu na hiyo mambo. Na vile vile bunge nalo la hapa Shababu limeonelea tena mambo hiyo ya CCTV iweze kutumika kwa traffic, na traffic kama inaweza kuweka CCTV katika hizi highway na katika barabara zenye ziko mjini sana sana Nakuru, Nairobi, Eldoret, Kisumu, Mombasa, zitaweza kupunguza mambo ya ajali, na vile vile tutapata nafasi za kazi kwa wingi. Hii sekta ya uchukuzi, sekta iko na pesa mingi sana. Hawa watu wenye wanaendesha magari hawa ni watu wako na matajiri, wako na pesa. Kuwatoza ushuru na kuweka CCTV, hiyo itaokoa maisha ya wananchi, kwa sababu watu watapata nafasi ya kazi, na vile vile uhalifu wa watu kuendesha ovyo barabarani itapungua. Na CCTV kama iko, mtu akipatikana hana nafasi ya kuenda kuonga polisi ndio aweze kupitishwa tu. Hiyo ni kotini na kulipa ushuru hapo, na watu watakuwa na kazi,
na tena hiyo uhalifu, watu wenye wana mistake kwa barabara, kuendesha ovyo ovyo, kuendesha speed yenye haitakikani, kuendesha pahali speed penye hapatakikani, kupita kupaki gari ovyo ovyo na kuovertake ovyo ovyo, mtu atakuwa anaonekana kwa barabara na anastakiwa na anatozwa faini. Hiyo ndio itakuwa adhabu mzuri kwa watu. Kwa hivyo ningeomba serikali ama waziri wa uchukuzi uweze kuchukua hiyo hatua ya CCTV kwa barabarani hizi highway, siweze kuwa na CCTV ya kuweza kuangalia magari vile zinaenda, na vile vile vijana watapata kazi ya kuangalia hapo hivyo. Tena jambo lingine ambalo ningependelea kuongelea ni upande wa ufisadi ambao umekabiri katika nchi yetu, ambayo inaonekana wasiwasi, na tumeona kwamba aliyekuwa waziri wa usalama wa ndani hapa Fred Matiang'i amerejea katika nchi yake Kenya. Kwa hivyo tungeomba serikali ikaweze kuangalia ile mambo yake ambayo alikuwa nayo kabla wakati alikuwa hapa, kwa sababu wakati serikali nyingine inachukua tu usukani na yeye akaweza kutoroka nchini na akaenda kukaa huko nchi za kigeni kabla hajaonyeshana kazi yake imeenda namna gani. Kwa hivyo anatakikana akuje kwa mezani aonyeshe kazi hiyo pali aliwachia, na alifanya hivyo tena aulizwe alifanya hivyo kwa sababu gani. Kwa sababu hatutaki nchi na yumba namna hii. Sisi wa raia ndio tunaumia, na mtu akisapewa kazi inatakana afanye kazi kwa njia iliyo mzuri, na akiwacha kazi awache kwa njia iliyo mzuri. Na kama amefanya namna hiyo upande mwingine wananchi wakaumia, kwa sababu tunaona upande wa uchaguzi wakati iliisha ilikuwa na utata, na waziri mwenye alikuwa hapo wa usalama hayuko, haonekani, hatoi sababu lolote. Tuliona juzi tukisema kwa kaseti ya kwamba pesa ilipotea kwa mkono ya rais mwenye alikuweko wakati ule, na huyo rais hajachukuliwa hatua yoyote kuhusu hiyo pesa, hajaulizwa kitu yoyote kuhusu hiyo pesa. Kwa hivyo hata sisi tunaona rais mwenye ako mamlakani ama serikali yenye iko mamlakani haishughuliki vyema sawasawa vile inavyotakikana, kwa sababu mwenye anapatikana na kasifa lazima aulizwe. Naona wengine wameshashikwa, wengine wameshaulizwa, lakini ile ya rais mwenye alikuwa pale tunaona imekanyakiwa chini. Na sisi tunataka ya kwamba kama rais ametoka mamlakani na kumepatikana makosa upande wake, pia aulizwe, na hiyo pesa yenye ametumikia vibaya vile vile aweze kurejesha. Kama vile rais aliyekuwa hapo alitangulia hapo Kibaki, Uhuru na Ruto, wote waangaliwe makosa, kama itapatikana waweze kurejesha zile pesa zenye wametumia vibaya. Asante sana.